Tunatoa shukrani, utukufu na sifa za milele kwa Mungu Elohim, Mungu Baba na Mungu Mama, kwa kutuongoza ili tuweze kufanya tukio hili la ukumbusho wa siku ya wazazi wa mbinguni leo. Katika kusherehekea siku ya wazazi wa mbinguni, hebu tujifunze neno la Mungu pamoja chini ya mahubiri yenye kichwa, Nyumbani Kwetu pa Milele, Mama Yetu. Baba wa mbinguni alipokuja duniani, alitembea katika njia ya Injili kwa miaka 37. Ili kuwapata watoto wake wote waliopotea, alitufunulia Mama wa mbinguni kabla ya kuondoka. Kwa hiyo alitufundisha. Elisha alimfuata Eliya, Yeshua alimfuata Mose, Petro alimfuata Yesu, na mimi ninamfuata Mama. Kama nilivyowawekea kielelezo, lazima mjifunze kutokana na kielelezo hiki na kuweka katika mazoezi, ili kuwasilisha kwamba tutapokea baraka nyingi tunaposikiliza maneno ya Mama wa mbinguni. Pia alituachia msemo ambao ni rahisi kwa Wakorea kuelewa: mkimsikiliza Mama, mtapokea keki za mchele hata mkiwa usingizini. Leo hebu tuchukue muda kuthibitisha mapenzi ya Baba wa mbinguni na kutafakari kwa mara nyingine juu ya upendo wa Mama wa mbinguni tunapojifunza mafundisho ya neno la Mungu pamoja. Katika dunia hii tunapoishi, matukio mengi adimu na ya ajabu hutokea, mambo ambayo hatukutani nayo mara nyingi katika maisha yetu ya kila siku. Miongoni mwa haya, hebu tuzingatie maisha ya Samoni. Anajulikana sana kama kiumbe anayerudi mahali pake pa kuzaliwa, akipigana vita vya kufa na kupona ili kurudi nyumbani. Baada ya Samoni kuanguliwa kutoka kwenye yai lake na kuwa kifaranga kidogo, huenda baharini. Huishi baharini kwa takribani miaka 3 hadi 5 au hata zaidi, kulingana na aina, kabla ya hatimaye kurudi nyumbani kwake. Samoni wanaporudi nyumbani kwao, huongozwa na nguvu ya sumaku iitwayo magnetite, ambayo Mungu tayari ameiweka ndani ya samaki hawa. Kupitia mchakato huu, huweka mwelekeo wao, na mara wanapofika kwenye mto wao wa nyumbani karibu na bahari, huamsha hisia yao yenye nguvu ya kunusa ili waweze kusafiri njia yote kurudi mahali walipozaliwa. Hata hivyo, ili mwili wa Samoni ambao umezoea maji ya chumvi uingie mtoni, ni lazima uvumilie maumivu makali ya kimwili katika mchakato huo. Isitoshe, katika mchakato huo, mifumo yao ya mmeng'enyo wa chakula huharibiwa vibaya sana. Matatizo mengi pia hujitokeza katika figo zao, na mabadiliko makubwa hutokea katika matambua yao pia. Hivyo, Samoni wanapohama kutoka maji ya chumvi kwenda maji baridi, huacha kula. Tangu wakati wanapoingia mtoni, huogelea bila kula chochote hadi wafike nyumbani kwao. Njiani wakikutana na dubu, hukamatwa na kuliwa au huwa mawindo ya wanyama wengine wa porini. Ni Samoni tu wanaostahimili hatari hizi zote na hatimaye kuzishinda ndio wanaoweza kurudi mahali pao pa kuzaliwa ili kutaga mayai kwa ajili ya kizazi kijacho. Kisha hutoa miili yao wenyewe kama chakula kwa ajili ya vizazi vyao, na kisha maisha yao hufikia mwisho. Tunapotazama silika ya Samoni, wanaostahimili maumivu makubwa ya kimwili lakini bado wanajitahidi kurudi katika mji wao, tunaweza kuelewa kwamba tunapojaribu kurudi nyumbani kwetu pa milele mbinguni, ili kuwapata Baba wa mbinguni na Mama wa mbinguni, miili yetu ambayo imeishi katika ulimwengu huu wenye dhambi hupitia mabadiliko ili kuzoea mbinguni, na katika mchakato huo, kama Samoni, mateso makubwa hufuata. Ninapoangalia mzunguko wa maisha ya Samoni, ninakumbushwa Ufunuo sura ya 4 inayosema kwamba Mungu hakuumba kitu bila kusudi. Ninahisi kwamba Mungu anatufundisha somo muhimu kupitia sifa za Samoni.
Baada ya kuishi maisha yetu katika ulimwengu huu wenye dhambi, sisi pia tunafanya kila juhudi katika dunia hii ili kurudi katika nyumba yetu ya kiroho iliyopotea. Katika mchakato huo, hatuwezi kurudi nyumbani kwetu tusipoacha mambo ya dunia hii tuliyoyapenda, tukaacha asili yetu ya dhambi na kutupilia mbali tabia na mitindo yote mibaya ya maisha tuliyojifunza katika ulimwengu huu. Kama vile Samoni anavyoweza tu kurudi mahali pake pa kuzaliwa kwa kushinda maumivu makubwa ya kuzoea kutoka maji ya chumvi hadi maji baridi, sisi pia hatuwezi kurudi nyumbani kwetu pa milele mbinguni ambapo Baba wa mbinguni na Mama wa mbinguni hukaa. Isipokuwa tu tumeng'oa kabisa mambo yote ya kidunia na mabaya tuliyojifunza katika maisha haya. Je, yawezekana kwamba Mungu anatupa fundisho hili la kina kupitia mzunguko wa maisha ya Samoni? Kwa kuwa imeandikwa kwamba hakuna kitu kilichoumbwa bila kusudi, inanifanya nifikirie lazima kuwe na masomo mengi muhimu kwetu ya kujifunza kutokana na maisha ya Samoni. Hebu tulinganishe maisha ya watoto wa Sayuni na safari ya Samoni. Samoni anaishi baharini. Ili kurudi kwenye mto wa maji yasiyo na chumvi alimozaliwa, mfumo wake wa usagaji chakula huzorota. Kuanzia wakati huo lazima afe njaa na kuhangaika, akijaribu kwa bidii kurudi nyumbani kwake. Vivyo hivyo, wanafamilia wetu wote wa Sayuni ulimwenguni kote huwatamani Baba wa mbinguni na Mama wa mbinguni, wakiwa na azimio thabiti la kurudi nyumbani kwetu pa milele mbinguni. Kama Samoni, lazima tutupilie mbali tabia zote mbaya, maneno ya dhambi, makosa na mitazamo potovu tuliyojifunza ulimwenguni. Sasa tunaelekea kwa bidii kwenye ufalme wa milele wa mbinguni, tukiwa waaminifu kwa mafundisho na masomo ambayo Baba wa mbinguni na Mama wa mbinguni wametupatia katika Sayuni na kufuata amri, maagizo na sheria za Mungu. Hata kama watu wa ulimwengu hawafanyi hivyo. Basi leo, kupitia vifungu vichache kutoka kwenye Biblia, hebu tuchunguze ulinganifu kati ya safari ya Samoni kutafuta nyumbani kwake na safari yetu wenyewe ya kumtafuta Mama wa mbinguni, nyumba ya milele ya roho zetu. Tuangalie Ufunuo sura ya 22. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 17. Roho na bibi arusi wanasema. Kwa maneno mengine, Baba wa mbinguni na Mama wa mbinguni wanasema, njoo, naye asikiaye na aseme, njoo; yeyote mwenye kiu na aje, na kila anayetaka na anywe maji ya uzima bure. Mungu Baba yetu wa mbinguni na Mama yetu wa mbinguni wametuita tuje na kutuwekea hatima iliyo wazi, ufalme wa milele wa mbinguni tunakoelekea. Si rahisi kubadili miili na akili zetu ambazo hapo awali zilizama katika anasa na burudani za ulimwengu na kufuata njia ambayo Baba wa mbinguni na Mama wa mbinguni wametufundisha. Hata hivyo, je, nyumba yetu ya milele si mahali palipohifadhiwa kwa ajili ya wale wanaovumilia na kuushinda mchakato huu? Kutoka nyumbani hapo, Baba wa mbinguni na Mama wa mbinguni wametuita wakisema, njoo. Katika mchakato wa kwenda mahali walipotuita, maisha yetu lazima yageuzwe kuwa maisha mapya. Tunapaswa kubadilisha maisha yetu ya kidunia kuwa ya kiroho, sivyo? Hii ni kanuni ile ile ambayo kwayo Samoni huzoea mwili wake kutoka maji ya chumvi hadi maji yasiyo na chumvi. Ili hili litokee, Biblia inatufundisha njia. Hebu tufungue Warumi sura ya 12. Warumi sura ya 12 mstari wa 2.
Msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Tunapaswa kufanya nini? Tunapaswa kubadilishwa. Miili yetu ya kidunia, akili, mitindo ya maisha na tabia zimeumbwa na wakati wetu ulimwenguni. Tukishikilia mambo haya, hatuwezi kurudi nyumbani kwetu pa kiroho. Katika maeneo haya, mabadiliko lazima yatokee. Biblia inatuambia jambo lile lile. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Ndipo mtaweza kujaribu ili kuthibitisha mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yanayopendeza na kamilifu machoni pake. Lazima tuzoee njia hii mpya ya maisha. Samoni wanaporudi mahali pao pa kuzaliwa, mifumo yao ya mmeng'enyo wa chakula huharibiwa kabisa. Licha ya mchakato huu wenye maumivu, hawali chochote na hutegemea tu nishati waliohifadhi baharini ili kusonga mbele kwa nguvu kuelekea nyumbani kwao. Kwetu sisi pia si ni lazima kabisa kwamba tubadilike kutoka maisha ya ulimwengu kwenda maisha ya Sayuni ambayo baba na mama yetu wanatamani, wanataka na kuyafurahia. Kila kitu lazima kibadilishwe na mabadiliko lazima yatokee. Hebu tuangalie pamoja Isaya sura ya 13 mstari wa 4. Katika sura ya 13 mstari wa 4 inasema, sikilizeni kelele juu ya milima kama ile ya umati mkubwa wa watu. Sikilizeni makelele katika falme kama mataifa yanayokusanyika pamoja. Bwana wa majeshi anakusanya jeshi kwa ajili ya vita. Mungu anakusanya jeshi kwa ajili ya vita. Je, askari ana mwili wenye nguvu za kutosha kumshinda adui? Je, ana akili imara? Je, silaha yake imeandaliwa ipasavyo? Je, haya yote hayapo kwenye orodha ya ukaguzi? Mungu humchunguza kila mmoja wetu kuona kama kweli tumebadilika au la. Kwa hiyo kila mmoja wetu anaweza kupitia kwa njia yake mwenyewe. Njia ya Mungu ya uchunguzi inatukia maishani mwetu kila siku. Kwa wale ambao imani yao ni dhaifu, Mungu huwajaribu kupitia imani. Kwa mwingine aliyepungukiwa hekima, Mungu hufanya kazi ili kuinua hekima yake. Ni lazima siku zote tukumbuke na kuamini kwamba Mungu hutuchunguza na wakati mwingine hutujaribu kwa njia mbalimbali, akitusaidia kukua kila siku kama watu wake na kutuongoza kwenye ufalme wa milele wa mbinguni. Hebu tufungue Waefeso sura ya 6. Tuangalie pamoja Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu ili mweze kuzipinga hila za Ibilisi. Kwa maana kushindana kwetu si dhidi ya mwili na damu, bali dhidi ya falme na mamlaka, dhidi ya wakuu wa ulimwengu huu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vaeni silaha zote za Mungu ili mweze kushindana siku ya uovu itakapokuja, nanyi mkisha kufanya yote, simameni imara. Kwa hiyo simameni imara mkiwa mmejifunga kweli kiunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Nayo miguu yenu ivalishwe viatu vya utayari tunaopata katika Injili ya amani. Zaidi ya haya yote, twaeni ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Vaeni chapeo ya wokovu na mchukue upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Mkiomba kwa Roho siku zote katika sala zote na maombi, mkikesha kila wakati mkiwaombea watakatifu wote. Niombeeni na mimi pia, ili kila nifunguapo kinywa changu, nipewe maneno ya kusema, niweze kutangaza siri ya Injili kwa ujasiri, ambayo mimi ni balozi wake katika vifungo.
Ombeni ili nipate kuhubiri kwa ujasiri kama inipasavyo. Mungu huchunguza kama tumejizatiti kikamilifu kwa silaha zake, jinsi tunavyotembea kwa bidii katika njia ya imani kupitia maombi, kuhubiri neno na kupitia tumaini letu la ufalme wa mbinguni. Yeye huendelea kuangalia hali hizi. Watu wa aina zote, wafanyakazi wenzetu, watu tuwajuao, wanafamilia, wanaishi karibu nasi. Ukiwaangalia, je, umewahi kufikiri wanaweza kuishi hivyo? Kwa nini sisi ni lazima tuishi hivi siku zote? Eneo wanapoishi ni tofauti na eneo tunapoishi sisi. Nyumbani kwetu pa milele ni tofauti. Sisi ni kama Samoni. Wakati mmoja waliishi kwenye maji baridi kabla ya kwenda baharini. Wakati unapofika wa kurudi nyumbani kwao, hawawezi kuingia katika ulimwengu huo wakiwa na miili iliyozoea huu. Hivyo wanavumilia maumivu makali, viungo vyao vya usagaji chakula hushindwa kufanya kazi, figo zao huharibika na miili yao huvunjika. Baada ya kuvumilia taabu hizo kubwa, mahali ambapo hatimaye tutarudi ni nyumbani kwetu pa milele, ufalme wa mbinguni. Inaweza pia kuonekana kama kumbatio la mama yetu wa mbinguni. Mchakato huu wote ni wa lazima kabisa kwetu. Sasa ni lazima sote tuwe wale wanaotazamia nyumbani kwetu pa mbinguni na si ulimwengu huu tu. Ili kufunua ukweli huu katika enzi ya Roho Mtakatifu, Mungu Baba aliandika kwa mkono wake mwenyewe kwa ajili yetu, watoto wake, kanuni hii ya dhahabu isiyosahaulika. Elisha alimfuata Eliya, Yeshua alimfuata Mose, Petro alimfuata Yesu, na mimi ninamfuata mama. Alitusihi mara kwa mara, popote mama anapowaongoza, kamwe msisahau mafundisho na maagizo yake. Wanafamilia wetu wote wapendwa wa Sayuni sasa wanatekeleza kila tendo jema ambalo mama ameamuru. Matendo ya huduma ambayo yanaokoa ulimwengu, kazi ya kujitolea na utume wa kuhubiri, wakishikilia mapenzi ya mama wa mbinguni. Kupitia hili, Sayuni inaanzishwa duniani kote kuanzia Samaria hadi miisho ya dunia, na Injili inatangazwa kwa mataifa yote. Je, kazi hii yenye neema haitimizwi kupitia neema ya Mungu Baba na baraka za Mungu Mama? Kote ulimwenguni, wengi wa wanafamilia wetu wa Sayuni bado wanangoja kusikia sauti ya mama. Je, maisha yetu yanapaswa kuwa kama yale ya Samoni wanaoishi milele baharini? Au tunapaswa kuwa kama Samoni wanaorudi katika mji wao? Hebu tutafakari juu ya hili kwa muda. Samoni wanaoishi baharini hawawezi kuishi milele. Hapo si mahali pa milele. Je, huu si wakati wa kiunabii ambapo ulimwengu wote lazima usikilize sauti ya Mungu Baba na Mungu Mama inayoita, njoo, na kumrudia Mungu Mama nyumbani kwa roho zetu? Katika ulimwengu wa kiroho, je, Shetani angependezwa na mambo kama hayo? Hapana, hawezi. Hivyo Mungu amekuwa akiwaambia wanadamu tangu uumbaji kwamba Shetani atatenda kwa njia hii. Tufungue Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke na kati ya uzao wako na wake. Yeye atakuponda kichwa, nawe utamuuma kisigino. Fungu hili linatoka katika tukio ambapo Mungu anatangaza laana juu ya nyoka aliyewajaribu Adamu na Eva. Mungu alisema, nami nitaweka uadui kati yako, akimaanisha nyoka, Ibilisi na nani? Nami nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke. Mwanamke anayetajwa hapa ni Eva.
Kulingana na Mwanzo sura ya 3, Eva anaelezewa kama mama wa wote walio hai. Kwa njia hii, Biblia inatufunulia na kutufundisha kuhusu uwepo wa mama wa mbinguni kupitia mifano hii. Tukiangalia tena mstari wa 15, Mungu aliweka uhusiano kati ya Shetani na mama kama ule wa uadui wa milele. Kwa hiyo, uzao wa mwanamke hauwezi kamwe, kwa njia yoyote ile, kusimama upande wa Shetani. Kwa maneno mengine, kupitia Mwanzo sura ya 3, Mungu anatuamsha kwa ukweli kwamba wao ndio watakaosimama daima upande wa Mungu. Hawa ndio watu ambao hatimaye watarudi nyumbani kwao pa milele, ufalme wa mbinguni. Wao ndio wanaosimama upande wa mama wa mbinguni. Unabii wa Mwanzo sura ya 3 unaigizwa tena katika kitabu cha Ufunuo. Tufungue Ufunuo sura ya 12. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17. Kisha lile joka likapatwa na hasira kali kwa ajili ya huyo mwanamke na likaondoka ili kupigana vita na wazao waliosalia wa huyo mwanamke, yaani wale wanaozitii amri za Mungu na kuushika ushuhuda wa Yesu Kristo. Katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, tunaona nyoka na yule mwanamke wakitokea, na katika Ufunuo sura ya 12, yule joka na yule mwanamke wanatokea. Je, joka linalotajwa hapa halielezwi katika mstari wa 9 kama nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi au Shetani aupotoshaye ulimwengu wote? Yule nyoka wa zamani ni nyoka aliyekuwa katika bustani ya Edeni. Hapa kuna uhusiano gani kati ya nyoka, Ibilisi na yule mwanamke? Biblia daima inawaonyesha kama maadui. Hili ni jambo muhimu sana. Tunaweza kuwa na hakika kwamba sisi tulio pamoja na mama wa mbinguni daima tuko upande wa Mungu. Katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, Mungu alituonyesha kwamba mwanamke na uzao wake wako katika mgogoro na nyoka na uzao wake. Mungu anaunganisha hili na mgogoro kati ya joka na yule mwanamke na kati ya uzao wa joka na uzao wa mwanamke. Basi sifa za uzao wa mwanamke ni zipi? Imeandikwa kwamba wanazishika amri za Mungu na kuushika imara ushuhuda wao kumhusu Yesu. Kundi hili katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17 linazishika amri za Mungu. Katika dunia hii leo ni kanisa lipi linaloshika amri ya Sabato na Pasaka, amri za sikukuu na amri za Agano Jipya? Ni jamii ya misheni ya dunia ya kanisa la Mungu. Je, si ni sisi tunaomtumikia mama wa mbinguni? Kundi hili la watu hatimaye litarudi nyumbani kwao pa milele yaliyopotea, ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo maisha yetu yote lazima sasa yabadilishwe kuwa maisha ya kiroho. Mwaka huu na tuazimie kuboresha usemi wetu kupitia maneno ya upendo wa mama. Hebu tuyabadilishe maneno yetu yapate kuwafaa watu wa ufalme wa mbinguni kama watoto wa baba na mama. Ikiwa mara nyingi tulitumia maneno makali zamani, hebu tuyabadili kuwa lugha ya malaika. Samahani, tafadhali nisamehe. Asante. Ninakupenda. Lazima ilikuwa ngumu kwako. Kila kitu kitakuwa sawa. Kupitia mafundisho haya juu ya maneno ya upendo wa mama, tayari mabadiliko mengi yanafanyika ulimwenguni kote. Kila mtu, hili si jambo rahisi. Kwa mume ambaye mara nyingi hajamwambia mke wake, umefanya kazi kwa bidii sana. Asante, nakupenda. Je, itakuwa rahisi kwake kusema maneno hayo ghafla siku moja? Hata hivyo, ni lazima tufanye nini? Ni lazima tubadilishwe. Hata kama hatujafanya hivyo hapo awali, tunapaswa kufanya nini kuanzia sasa kwa kuwa hili ni fundisho la mama? Tufanye hivyo.
Badala ya kujikuna kichwa ukifikiri, ninawezaje kufanya hivyo katika umri wangu, ni bora kujaribu tu. Kwa kuliweka hili katika vitendo, hebu sote tuwe wale wanaoweza kulibadilisha kanisa letu, familia zetu, sehemu zetu za kazi, jamii yetu na kijiji chetu cha kimataifa. Ili kufanya hivyo, kama vile Samoni, lazima wabadilishe maumbile yao yote ili warudi kutoka baharini hadi kwenye mto wao wa asili. Sisi pia lazima tubadilishe kabisa asili yetu. Tukiyafuata mafundisho ya mama na maagizo yake, ni lazima tufanye hivyo, hata kama baadhi ya sehemu ni ngumu na zenye changamoto kwetu kutekeleza. Kwa kufanya hivi, hebu sote turudi nyumbani kwetu pa milele, ufalme wa mbinguni ambao baba na mama wanatutamania, bila hata nafsi moja kuachwa nyuma. Hebu tuchunguze unabii katika Biblia kuhusu mama yetu, mustakabali wa kanisa letu na mustakabali wetu wenyewe katika Isaya sura ya 60. Tufungue Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza. Ondoka, angaza, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umezuka juu yako. Tazama, giza litaifunika dunia na giza nene litayafunika mataifa. Hapa inasema kwamba hali itatokea hakika ambapo Shetani ataifunika dunia kwa giza na kupofusha macho, masikio na mioyo ya watu wote kwa giza nene. Lakini Bwana atazuka juu yako na utukufu wake utaonekana juu yako. Mataifa watakuja kwenye nuru yako na wafalme kwa mwanga wa mapambazuko yako. Ili mataifa waje na wafalme warudi, nuru ya utukufu ya nani inahitajika? Nuru ya Yerusalemu inahitajika. Ukweli wa utukufu wa mama unahitajika. Sisi watoto wa Sayuni hatupaswi kukaa kimya, bali lazima tulitangaze hili daima. Ni lazima tutangaze utukufu wa mama, tushiriki maneno ya upendo wa mama na tuhubiri maneno ya ukweli ili kuwatafuta kaka na dada zetu waliopotea. Hapo ndipo wafalme wataiona nuru na kuijia na mataifa watakuja kwenye mwangaza wake. Tusome mstari wa 4. Inua macho yako na utazame pande zote. Wote wanakusanyika na kukujia, wana wako wanakuja toka mbali, nao binti zako wanabebwa mikononi. Mungu alisema kwamba watoto wako wote hukusanyika na kuja kwako. Mstari wa 8. Ni nani hawa warukao kama mawingu, kama hua kuelekea kwenye viota vyao? Tuendelee na mstari wa 12. Kwa maana taifa au ufalme ule ambao hautakutumikia utaangamia. Kupitia unabii wa manabii, Mungu tayari amefunua mustakabali wa wale wanaoshindwa kurudi mikononi mwa mama wa mbinguni. Inasema kwamba mwishowe wataangamizwa. Utaharibiwa kabisa. Tuangalie mstari wa 14. Wana wa wale waliokutesa watakuja wakisujudu mbele yako. Katika enzi hii, tunaweza kukutana na makundi ya watu waovu wanaomtesa Yerusalemu, mama yetu wa mbinguni. Hakika wapo wale wanaomdharau na kumtesa. Mungu hakusulubiwa kwa sababu alikuwa dhaifu, au sivyo? Kama vile Mungu alivyoishi maisha yake ya dhabihu kulingana na unabii ili kufidia dhambi za watoto wake, tunaweza kuona hapa kwamba kutakuwa na wale wanaotesa, wale wanaodharau na wale wasiotii. Wote wanaokudharau watasujudu miguuni pako, nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni ya aliye mtakatifu wa Israeli. Tuendelee na mstari wa 20. Jua lako halitazama tena, nao mwezi wako hautafifia tena. Bwana atakuwa nuru yako milele, nazo siku zako za huzuni nini kitatokea? Zitakoma. Kabla ya wakati ambapo siku za huzuni zitakwisha, bila shaka Yerusalemu itaendelea kukabili hali mbalimbali zilizo ngumu. Mungu alikuja katika dunia hii katika mwili.
Kama ilivyoandikwa katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, yule adui Ibilisi husimama daima kwa kupinga, akidanganya mioyo ya watu kwa hila kwa njia nyingi zisizoaminika ili kuwazuia wasiamini ukweli wa mama. Hata hivyo, je, haijatabiriwa kwamba wale watakaovumilia hadi mwisho wataitwa watakatifu katika ufalme wa mbinguni? Siku hiyo ya huzuni itakapokoma, ndipo Mungu ataidhihirisha kikamilifu asili yake ya kweli kwa watoto wake. Tusome mstari wa 21. Ndipo watu wako wote watakuwa waadilifu, nao wataimiliki nchi milele. Wao ni chipukizi nililolipanda, kazi ya mikono yangu, ili kuonesha utukufu wangu. Aliye mdogo kwenu atakuwa elfu, mdogo kuliko wote atakuwa taifa lenye nguvu. Mimi ndimi Bwana, katika wakati wake nitayatimiza haya upesi. Mungu angeweza kufanya kila kitu tangu mwanzo kabisa. Hata hivyo, Mungu anawalea watoto wake kwa nini sasa? Sasa tumewekwa katikati ya mchakato huo. Tunakabili matatizo na usumbufu mwingi. Tunapoishi katika ulimwengu huu, tukijaribu kufuata njia hii kulingana na mafundisho ya baba na mama, tunajikuta tofauti sana na ulimwengu. Kuna tofauti ya wazi na kubwa kati ya maji yasiyo na chumvi na maji ya chumvi. Samaki anayeishi katika maji ya chumvi atakufa mara moja ikiwekwa kwenye maji yasiyo na chumvi. Hata hivyo, samoni huzoea mazingira ili kurudi kwenye mkondo wake wa nyumbani. Anapovumilia na kuyashinda maumivu hayo makubwa, ndipo mwili wake unaweza kubadilishwa na kumwezesha kurudi mahali alipozaliwa. Kila mtu, je, imani yetu haipaswi kubadilishwa sasa ili tusiwe tu waumini wa kanisa la Mungu kwa jina, bali waumini wanaoweza kurudi kweli nyumbani kwetu pa mbinguni? Kama walinzi juu ya kuta za Yerusalemu katika Isaya sura ya 62, ni lazima tuutangaze utukufu wa Yerusalemu mchana na usiku bila kukoma. Katika siku hii ya wazazi wa mbinguni, ninawaomba kwa dhati kwa mara nyingine tena muwe watoto wa mbinguni wanaosimama daima upande wa mama wa mbinguni na kuanzisha ufalme wa milele wa mbinguni pamoja na baba na mama. Kwa hayo, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni. Mungu awabariki.